Ukabila umetupelekea tumekuwa vipofu. Hata mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatuko tayari kuyafanyia kazi. Ukimwona mtu shakhsia yake, personality yake, physical appearance yake ni Muislam, ni mtu wa sunna, tadhharu alayhi alamatu ahli sunna wal jamaa, lakini apeleke mtu posa kwa binti yake, kitu cha kwanza anauliza kabila yake. Kabila gani? Huyu ni Masayawe, nataka mtoto wangu achunge mbuzi. Kabila yangu ni kubwa, sisi hatuozeshi wa Masai hao. Ana muasi Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna au yusibahum adhabun alim. Mtume Muhammad anasemaje? Idha atakum, atakapokujieni kuleta posa, kutaka kuoa msichana wako, man tardawna dinahu, yule ambaye mnaridhika na dini yake, wa khuluquhu, na akhlaq zake, tabia zake, maadili yake, fazawijuhu, basi muozesheni. Leo akija mtu anamtaka msichana wako, unaangalia dini na tabia na akhlaq au unaangalia nini? Semeni ukweli, watu wengi wanaangalia nini siku hizi? Kwanza fedha, pesa, alfulus tughayyiru an-nufus. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema akija mtu ana sifa mbili, mpe haraka sana msichana wako aoe. Idha atakum man tardawna dina, atakapokujieni yule ambaye mnaridhika na dini yake, wa khuluquhu, na tabia zake na maadili yake, fazawijuhu hakadha bisighati al-amri allati taqtadi al-wujub, basi muozesheni haraka. Nyinyi mnasema hapana ya Rasulullah, umekosea. Sisi hatuangalii dini na akhlaq. Mimi ni Msomali bwana, Msomali ni miko kuozesha Mswahili. Mimi ni Mborana bwana, siwezi kuozesha sisi Waswahili hawa watu wa pwani hao, nisiozeshe. Wewe umemuasi Rasulullah, hujamuasi. Tuchunge sana, ukabila unatupelekea mpaka tutakuja kumuasi Allah na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam.